Mazito yameibuka kuhusiana na kifo cha dereva wa Mheshimiwa John Heche kilichoripotiwa hapo jana. Sasa jana uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ulitoa taarifa ya kifo cha dereva wa Mheshimiwa Heche anayefahamika kwa jina la Suezi Maradufu. Lakini baadaye jeshi la polisi nalo lilitoa taarifa kuhusiana na kifo hicho. Sasa cha muhimu kabisa mwanzoni ni kwamba taarifa iliyotolewa na Chadema na hiyo iliyotolewa na jeshi la polisi zilikuwa zinakinzana kwa namna fulani. Hata hivyo, ni muhimu kabla ya kuendelea na makala hii kusikiliza taarifa rasmi ambayo ilitolewa hapo jana na naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Bwana Amani Golugwa. Hebu tumsikilize kwanza kabla ya kuendelea na makala hii. Kwa masikitiko makubwa sana, nipende kuwajulisha kifo cha dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu Suezi Dan Maradufu, ambaye leo asubuhi hapa mjini Kigoma amefariki dunia. Ndugu Suezi amekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu bara, Mheshimiwa John Heche, kwa muda mrefu sana, na kifo chake kimetokea katika hoteli lodge aliyokuwa amefikia mapema leo asubuhi. Wenzake pamoja na makamu mwenyekiti mwenyewe Heche walijaribu kumpigia simu, hakuweza kupatikana, na tulipomfuata hapa tulikuta mlango umefungwa, na ndipo tulipochukua hatua ya kulijulisha jeshi la polisi. Wakafika hapa na mlango ulipovunjwa, alikutwa mwili wake umeanguka chini pale mlangoni na damu ikiwa imetapakaa pale chini. Kwa hivyo hivi sasa mwili umepelekwa kwa ajili ya postmortem kufanya uchunguzi na kujua nini hasa kimetokea na kimesababisha kifo chake. Niwape pole sana familia ya ndugu Suezi, pole kwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, na amekuwa sehemu yetu katika safari na harakati zetu nyingi. Kwa hiyo amekuwa sehemu ya familia wanachadema. Hivyo niwape pole wanachadema wote na Watanzania wote ambao wanatutakia mema. Na baada ya uchunguzi ambapo mawakili wetu Deo Mainyila pamoja na Dickson Matata watakuwa sehemu ya mchakato huo wa postmortem, basi tutapata taarifa nyingine za ziada na kufahamu nini hasa kimetokea kwa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama chetu ndugu Suezi. Mungu awabariki na niwatakie na kuombea faraja ya Mungu katika kipindi hiki cha huzuni kubwa. Asanteni sana. Asa baadaye jana jeshi la polisi mkoani Kigoma lilitoa maelezo kuhusiana na kifo hicho, na kwa mujibu wa maelezo yao walidai kwamba walifahamishwa na watu mbalimbali wa Chadema, viongozi mbalimbali wa Chadema, ikiwa ni pamoja na Mheshimiwa Heche, kwamba walikuwa hawampati huyu dereva wa Mheshimiwa Heche katika sehemu aliyofikia. Kwa hiyo polisi walikwenda eneo husika, wakavunja mlango, na kwa maelezo yao walidai kwamba walimkuta marehemu Maradufu akiwa amelala kifudifudi, na wanadai kwamba uchunguzi wa awali ndani ya chumba hicho ulibaini vidonge vya aina mbalimbali. Mwili wa marehemu kwa sasa umepelekwa umepelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu unafahamika kama postmortem, ili kubaini chanzo halisi cha kifo. Na kwa mujibu wa Chadema ni kwamba chama kitawakilishwa na mawakili wake wawili, Leo Mainyila na Dickson Matata. Kwa hiyo watashiriki wakati wa hii postmortem inafanyika, lakini pia kutoka kwa familia ya marehemu Maradufu. Sasa huyu marehemu Suezi Maradufu amekuwa dereva wa Mheshimiwa Heche kwa muda mrefu, akimhudumia katika shughuli zake za kila siku katika wadhifa huo wa Mheshimiwa Heche kama kiongozi namba 2 katika uongozi wa Chadema, na kwa sasa ni kama kaimu mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, kwa sababu mwenyekiti wa chama hicho yupo gerezani kwa zaidi ya mwaka mzima sasa. Kwa hiyo katika mazingira haya, huyu sio tu alikuwa mtu muhimu, lakini pia alikuwa ni mtu anayeaminika
kwanza amekuwa na Mheshimiwa Heche kwa muda mrefu, lakini madereva wa viongozi wa juu wa siasa ni watu ambao wanakuwa na taarifa nyingi, hata kama wao hawahusiki katika masuala ya uendeshaji wa chama. Wanasikiliza simu, wanakabidhiwa majukumu haya na yale. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na umuhimu mkubwa. Lakini ni muhimu pia kufahamu kwamba tukio hili lililojiri jana limekuja wiki chache baada ya jaribio jingine la kumteka mmoja wa wasaidizi wa Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na msaidizi huyu anafahamika kama David Jumbe. Hii ilitokea Mei 20 mwaka huu. Walijaribu kumteka. Taarifa za wakati huo zilieleza kwamba waliofanya tukio hilo walikuwa watu wa idara ya usalama wa taifa, lakini kwa bahati nzuri bwana Jumbe alifanikiwa kutoroka. Kwa hiyo matukio haya yanaweza kuwa yanahusiana, japo ni mapema mno kuyahusisha. Na kwa hakika kuna nadharia mbalimbali kwamba kwa nini dereva wa Mheshimiwa Heche ameuawa. Moja ambayo pengine si ngumu kuipata ni hisia kwamba tukio hili limefanywa na wasiojulikana. Kwa sababu kwa upande mmoja janga la wasiojulikana linaendelea kuitikisa Tanzania, lakini upande wa pili Chadema wamekuwa ni wahanga wakubwa wa unyama wa wasiojulikana, kwa sababu jana wakati hili linajiri, kuna dada mmoja anaitwa Neema huko kanda ya Ziwa, naye ametekwa na wasiojulikana. Na kumekuwa na matukio mengi sana, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna maandalizi ya maandamano hapo Julai 7. Tayari kuna watu wengi ambao wamekuwa wakichukuliwa na wasiojulikana, na wengi wao wanaochukuliwa wanahusiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hiyo nadharia ya kwanza ni kuwa tukio hili limefanywa na wasiojulikana. Nadharia ya pili, kwa kuhusisha hao wasiojulikana, ni kwamba labda tukio hili limefanywa kumpelekea ujumbe Mheshimiwa Heche, kwa sababu kumekuwa na taarifa kadhaa za hivi karibuni kwamba kuna watu wana mpango wa kumdhuru Mheshimiwa Heche. Kwa hiyo inawezekana amemdhuru dereva wake kumfikishia ujumbe kwamba you are next. Kwa hiyo hii ni moja ya nadharia. Kama ulivyosema, ni mapema mno kuthibitisha kuhusu haya, lakini ushahidi wa kimazingira unapelekea kujenga nadharia kama hizi. Ya tatu ni kwamba kuna uwezekano hawa wasiojulikana hawakuwa na lengo la kumtoa uhai dereva huyu, bali walimtaka atoe ushirikiano, na ushirikiano walioutaka ndio huo ambao umeonekana katika hivyo vidonge. Kama ni kweli, maelezo ya polisi yanadai kwamba kuna vidonge. Sijui viongozi wa Chadema wamesemaje kuhusu hivyo vidonge, lakini yayumkinika kuhisi kwamba labda walikuwa wanajaribu kumlazimisha huyo dereva atoe ushirikiano wa kumhujumu Mheshimiwa Heche, kwamba labda hivyo vidonge vilikuwa baadaye vikutwe kwenye gari la Mheshimiwa Heche. Ikatangazwa kwamba Mheshimiwa Heche licha ya kuwa na wadhifa mkubwa ndani ya Chadema, pia ni mtu anayejishughulisha na biashara madawa ya kulevya, na uthibitisho ni kwamba vimekutwa vidonge hivyo katika gari lake, lakini pengine vidonge hivyo vilikuwa na lengo la kumdhuru Mheshimiwa Heche na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo pia ni moja ya nadharia ambazo zinatawala tukio hili. Nadharia ya nne ni nyeti, na tunaisema kwa sababu tu ya mazingira kwamba ni muhimu kuweka kumbukumbu vizuri. Ni kwamba katika siku za hivi karibuni kulikuwa na taarifa, na Jeusi TV ilipata hizi taarifa, lakini haikuwahi kuzirusha hewani kwa sababu ilikuwa inataka kujiridhisha, lakini sasa ndio limetokea hili, inabidi kuitaja taarifa hiyo. Ni kwamba kwa mujibu wa taarifa hizo, kuna viongozi wawili waandamizi wa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao walikuwa kambi ya mwenyekiti wa zamani wa Chadema Mheshimiwa Mbowe. Sasa kwa mujibu wa maelezo, viongozi hao inafahamika kuhusu wana ukaribu na CCM, na baadhi wanatuhumiwa kwamba wanachukua pesa kutoka kwa Abduli, mtoto wa Samia. Hayo yanafahamika, lakini sio sehemu ya makala hii, tutakuja kuongelea wakati mwingine. Sasa katika siku za hivi karibuni inadaiwa kwamba alikuwa na mbugudhi Mheshimiwa Heche. Jeusi TV haijajiridhisha ukweli wa taarifa hizo, lakini kwa sababu taarifa hizo zimejiri hivi majuzi na limekuja kujiri hili jingine la dereva wa Mheshimiwa Heche kuuawa, kuna umuhimu wa kulitaja, kwa sababu inawezekana kuna uhusiano, aidha kuchafua taswira ya Mheshimiwa Heche, au pengine hao waliohusika ndio waliotoa hivyo vidonge kwa ajili ya kufanya lolote dhidi ya Mheshimiwa Heche na mengineyo. Lakini ni mapema mno kujua ukweli wa yote yaliyojiri, na pengine ukweli usije kufahamika huko mbele. Hata hivyo, mmoja katika kuhitimisha makala hii ni kwamba Chadema wataendelea kuvumilia kuhusu haya mpaka lini? Na baadhi ya watu wanadhani kwamba wakati taifa linajiandaa kwa ajili ya maandamano ya hapo Julai 7, ni wakati muafaka sasa kwa Chadema kujitokeza hadharani na kuyaunga mkono maandamano hayo, kuhamasisha wanachama wake washiriki katika maandamano. Kwanza kwa sababu chama hicho kilishasema kwamba mwenyekiti wake asipoachiwa wataitisha maandamano. Baadaye wakazunguka mikoani huko na huko. Sasa wamezuiwa kufanya shughuli za kisiasa. Kwa hiyo hata wakitoa tamko au wasipotoa tamko, Chadema itaendelea kuhujumiwa. Kwa hiyo bora liwalo na liwe. Chama kikifungiwa,
bado kitaendelea kubaki mioyoni mwa Watanzania kwa sababu ndio tumaini la wengi. Kwa hiyo pengine ni muhimu sasa chama hiki kiamue kwamba imefika wakati na kuchukua maamuzi magumu, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono hadharani maandamano hayo ya hapo Julai 9. Je, una maoni gani kuhusiana naye? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.